Basi ni wakati wa neno la Mungu sasa. Natambua muda umesogea, lakini Mungu atatusaidia kwa sababu Mungu ni mwenye hekima zaidi ya sisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi twende moja kwa moja kwenye maneno ya Mungu. Tutasoma kitabu kile cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka mlango wa 14 mstari wa 1 mpaka wa 30. Na baadaye tutasoma kitabu cha Isaya mlango wa 55 mstari wa 10 na wa 11, na tutamalizia Marko 12 na mstari wa 24. Kwa hiyo tunaanza na kitabu hiki cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka sura ya 30 sura ya 14 mstari wa 1 hadi wa 30. Nasoma kwa jina la Yesu. Bwana Mungu akasema na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba warudi na kupiga kambi yao mbele ya Pi-hahiroth kati ya Migdori na bahari kukabili Baal-Zephon. Mkapange mbele yake karibu na bahari. Naye Farao atasema katika habari ya wana wa Israeli, wametatanishwa katika nchi ile, jangwa imewazuia wasitoke. Nami nitaufanya uwe mgumu moyo wa Farao, naye atafuata nyuma yao, nami nitajipatia utukufu kwa Farao na jeshi lake lote, na Wamisri watajua ya kuwa mimi ndiye Bwana. Basi wakafanya hivyo. Mfalme wa Misri aliambiwa ya kuwa wale watu wamekwisha kimbia, na moyo wa Farao na mioyo ya watumishi wake iligeuzwa na iwe kinyume cha hao watu. Nao wakasema, ni nini jambo hili tulilotenda, kwa kuacha Waisraeli waende zao wasitutumikie tena? Akaandalia gari lake, akachukua watu wake pamoja naye. Tena akatwaa magari 600 yaliyochaguliwa na magari yote ya Wamisri, na maakida juu ya magari hayo yote. Na Bwana akaufanya moyo wake Farao mfalme wa Misri kuwa mgumu, naye akawafuata wana wa Israeli, kwa sababu wana wa Israeli walitoka kwa jeuri. Wamisri wakafuata nyuma yao, farasi zote na magari yote ya Farao na askari zake wenye kupanda farasi na jeshi lake. Nao wakapata hali wamepanga pale karibu na bahari, karibu na Pi-hahiroth kukabili Baal-Zephon. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, Wamisri wanakuja nyuma yao. Wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana, wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huku ili tufe jangwani? Mbona umetutenda haya kutoka katika nchi ya Misri? Neno hili silo tulokuambia huko Misri tukisema, tuache tuwatumikie wa Misri, maana afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani? Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mnaowaona leo hamtawaona tena.
Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Nawe inua macho yako ukanyoshe mkono wako juu ya bahari kuigawanya, na wana wa Israeli watapita kati ya bahari katikati ya nchi kavu. Nami tazama, nitaifanya mioyo ya Wamisri kuwa migumu, nao wataingia nao kuwafuatia, nami nitajipatia utukufu kwao, kwa Farao na kwa jeshi lake lote, kwa magari yake na kwa upanda farasi wake. Na Wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana nitakapokwisha kujipatia utukufu kwa Farao na magari yake na farasi zake. Kisha malaika wa Mungu aliyetangulia mbele ya jeshi la Israeli akaondoka akaenda nyuma yao, na ile nguzo ya wingu ikaondoka hapo mbele yao ikasimama nyuma yao. Ikafika kati ya jeshi la Misri na jeshi la Israeli, na hapo palikuwa na lile wingu na giza, lakini lilitoa nuru wakati wa usiku, na hawa hawakukaribia usiku kucha. Musa akanyosha mkono wake juu ya bahari. Bwana akaifanya bahari rudi nyuma kwa upepo wa nguvu utokao mashariki usiku kucha. Akaifanya bahari kuwa nchi kavu, maji yakagawanyika. Wana wa Israeli wakaenda kati ya bahari katika nchi kavu, nayo maji yalikuwa ukuta kwao mkono wa kuume na mkono wa kushoto. Na wale wa Misri wakafuatia, wakaingia ndani kati ya bahari. Farasi zote za Farao na magari yake, wapanda farasi wake, waliingia wote ndani ya bahari. Ikawa katika zamu ya alfajiri, Bwana akalichungulia jeshi la Misri katika ile nguzo ya moto na ya wingu, akalifadhaisha jeshi la Misri. Akayaondoa magurudumu ya magari yao hata yakaenda kwa uzito. Na Wamisri wakasema, na tukimbie mbele ya Israeli, kwa kuwa Bwana anawapigania kinyume cha Wamisri. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako juu ya bahari ili maji yarudi tena juu ya Wamisri, juu ya magari yao na juu ya farasi zao. Musa akaunyosha mkono wake juu ya bahari, na kulipopambazuka bahari ikarudi kwa nguvu zake. Wamisri wakakimbia mbele yake, na Bwana akawakukutia mbali hao Wamisri katika bahari. Yale maji yakarudi yakafunikiza magari na wapanda farasi, hata jeshi lote la Farao likaingia katika bahari nyuma yao, hakusalia hata mtu mmoja. Lakini wana wa Israeli wakaenda katika nchi kavu katikati ya bahari, na hayo maji yalikuwa ni kuta upande wao wa kuume na upande wao wa kushoto. Ndivyo Bwana alivyowaokoa Israeli siku ile mikononi mwa Wamisri. Waisraeli wakaona Wamisri ufuoni kwa bahari wamekufa. Isaya 55 na mstari wa 10. Mstari wa 10 na wa 11. Maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali hunyeshea ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu. Halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Tumalizie na Marko 12 mstari wa 24. Nasoma kwa jina la Yesu. Yesu akajibu akawaambia, je, hampotei
kwa sababu hii, kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tumesoma habari za wana wa Israeli juu ya safari ambayo Mungu ndiye mwanzilishi wa ajenda hiyo. Acha tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa ajili yangu na ndugu zangu ambao tuko mbele zako kukusikiliza. Ninakusihi katika jina la Yesu, katika uwepo wako sasa kwa Roho Mtakatifu, Bwana ukatufundishe nami ukanitumie kwa ajili ya ndugu zangu nami pia, kwa jina la Yesu, amen. Tumesoma habari ambazo sio ngeni. Ni habari ambazo ni ishara ya ukombozi wa maisha tulio nayo. Jinsi gani ambavyo Mungu alianza kutoka na wana wa Israeli wakitoka katika nchi ya utumwa Misri. Ni mambo mengi ambayo katika historia hii ya Biblia na neno la Mungu ambayo Mungu alifanya na kujidhihirisha juu ya ndugu zetu. Ukianza tangu akiwa katika nchi ya Misri, jinsi Mungu alivyoandaa mkakati na mpango wa kuwatoa wana wa Israeli ili kuitimiza ahadi ambayo aliahidi tangu alipoanza kujifunua kwa baba wa taifa lao ambaye ni Ibrahim, kwamba siku moja wanao watakwenda nchi ya utumwa na siku moja nitawatoa. Kwa hiyo Mungu alifanya mambo makubwa baada ya miaka mingi wana wa Israeli kukaa kule Misri, zaidi ya miaka 400. Na alipowatoa kulikuwa kuna upinzani mwingi kabla wa Israeli hawajaanza safari. Na Mungu alifanya miujiza mingi katika kujidhihirisha ya kwamba yeye ni Mungu na uweza uko mikononi mwake. Na ndio maana tunasema hata nyumba tunaomjengea Mungu ni kubwa, kwa sababu huyu Mungu ni mkuu juu ya miungu yote. Sasa Mungu, maandiko yanasema hapa tuliposoma, ndio kuna kiini cha somo hapa. Bwana akasema na Musa akamwambia. Bwana akasema na Musa akamwambia. Kwa hiyo somo tunaloenda kujifunza, amini kile neno lile ambalo Mungu amekwambia. Amini au liamini neno ambalo Mungu amekwambia. Kwa hiyo Bwana akasema na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba warudi na kupiga kambi yao mbele ya Pi Hahiroth, kati ya Migdol na bahari, kukabili Baal Zephon. Mtapanga mbele yake karibu na bahari. Naye Farao atasema katika habari za wana wa Israeli, wametatanishwa katika nchi ile jangwani, imewazuia wasitoke au wasiendelee na safari. Maneno haya Mungu alisema na Musa ili Musa awaambie wana wa Israeli. Na maandiko yanasema, tunapoendelea mistari hapo katikati, ndivyo Waisraeli walivyofanya. Walivyofanyaje? Walivyofanya sawasawa na neno la Mungu kupitia Musa, kwamba wapange au waweke kituo cha muda kati ya miji hii na bahari iliyokuwa mbele yao. Walifanya sawasawa na maelekezo ya Mungu, wakaweka kituo.
wakati utekelezaji wa neno la Mungu, na Mungu hakuishia kusema wafanye kituo, aliwaambia kwa nini wafanye kituo. Mungu alisema nataka kujitukuza juu ya Misri. Maneno haya yalimwelekeza tunaposoma kuanzia mstari wa kwanza. Nataka kujitukuza juu ya Misri. Kwa hiyo nitaufanya moyo wa Farao kuwa mgumu, naye atawafuatia, ataandaa jeshi lake. Na ndivyo ilivyotokea. Walipoweka kituo kama ishara ya kupumzika, walipogeuka wakaona jeshi la Farao linakuja nyuma yao. Maandiko yanasema Israeli aliogopa sana. Nao wakaanza kumlilia Bwana, wakimwambia Musa, ni kwa nini umetutoa Misri tuje tufie hapa? Je, hakukuwa na makaburi huko Misri hata umetuleta kufia hapa? Hatukukwambia? Hii ni sentensi inayodhihirisha kwamba hawakuwa wepesi wa kukubali kutoka. Kuna mabishano yaliwahi kutokea kabla hawajaondoka kwamba tubaki tu, tuendelee kuwa tu kwenye utumwa. Kuna hali ya kuridhika na utumwa waliokuwa nao. Lakini Musa aliwashawishi wakatoka, akiwaonyesha tumaini la nchi wanaoiendea, na kwamba wanahitaji kuwa na nchi yao wenyewe, tena ni nchi yenye baraka. Maandiko yanasema nchi iliyojaa maziwa na asali. Sasa wanamwambia Musa, hatukukwambia usitutoe? Mbona umetuleta tuangamia hapa jangwani? Ndugu hawa wamesahau neno ambalo Mungu alimwambia Musa, na Musa ambalo aliambiwa awaambie kwamba mtaweka kambi kwenye utuo wa bahari, nami nitamfanya Farao kuwa na moyo mgumu, atawafuata. Wamesahau neno hilo, wanamlilia Mungu, wanamlaumu Mungu. Tunajifunza juu ya amini maneno ambalo Mungu amekwambia. Mungu akisema amesema itatimia. Lakini ndugu zetu ambao inaweza kuwa ni mfano wetu leo, maneno yale yaliyowafanya wakaweka kambi pale kwenye ufuo wa bahari, na Mungu aliweka wazi. Maandiko yanasema Mungu hafanyi neno bila kuwajulisha watumishi wake. Mara nyingi ukisoma Amos 3:7, mara nyingi Mungu hafanyi neno bila kuwajulisha watumishi wake. Anasema hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Na ndio maana Mungu alijua changamoto watakayokutana nayo wana wa Israeli katika safari, na ndio maana alilituma neno, akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, mtaweka kituo kwenye ufuo wa bahari, nami nitaufanya moyo wa Farao kuwa mgumu, maana nataka kujitukuza juu ya Farao. Na Musa aliwaambia wana wa Israeli, ndio maana waliweka kituo
Wamisri walipoanza kuja, wana wa Israeli walisahau neno la Mungu. Wakaanza kunungunika na kumlilia Mungu. Wamesahau Mungu aliyewatoa kwa mkono wenye nguvu wakiwa katika nchi ya Misri na uaminifu wake. Wanasema ni afadhali tungekufa kule Misri. Wamekata tamaa, hawana tumaini tena. Maandiko yanasema hata Musa aliyekuwa wa kwanza kupata ujumbe, naye alianza kulia. Na Mungu alimuuliza Musa, kwa nini unalia? Unajua swali lilikuwa lina maana gani? Lilikuwa linamwambia Musa, hujasikia nilichosema? Ndio tafsiri yake. Kwa nini Musa unalia? Wakati taarifa za hili tukio linaloenda kufanyika hapa, taarifa za majeshi ya Misri kuwafuata, mshindo mkubwa mnaouona, Musa una taarifa zake. Na wewe nilikuagiza uambie hao nini kitatokea katika safari. Anamuuliza Musa, kwa nini unalia? Kwa lugha nyingine anamuuliza, umesahau nilichokuambia? Na wewe huna imani kama hawa, kwa nini unalia? Mungu anakuuliza mchana wa leo, kwa nini unalia na wakati amekwambia? Mungu ana habari zako, amekwambia. Kawaida ya Mungu tumesoma hakika, maana yake ndivyo anavyofanya. Bwana Mungu hafanyi neno, nasoma Amos 3:7, hafanyi neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Mungu hafanyi. Ukiona kuna jambo umekutana nalo, Mungu ameshakwambia. Shida ni umakini wa kusikiliza. Kilichowatokea wana wa Israeli sio kitu kipya. Tayari Mungu alishawaambia kwa nini mko hapo na nini kitatokea. Lakini kinapotokea wanaanza kulia na kunungunika. Wanapoteza tumaini. Kwa nini unapoteza tumaini na Mungu alishakwambia? Msiba ulionao sio wa mauti. Mungu anamwambia Martha na Mariamu, sikukwambia ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Kwa nini unalia? Mungu hana mpango wa kukuangamiza. Liamini neno alilokuambia Mungu, hajakudanganya. Amini. Baraka zote za Mungu, mafanikio, ukitaka kutoboa katika Mungu, tegemea kujaribiwa kwa baraka yako. Maandiko yanasema ulipowadia wakati wa Yusufu kutimia kwa ahadi ya Mungu kwake, baraka ilimjaribu. Unapitia jaribu la kuendea mafanikio yako. Mungu aliyekuahidi sio mwongo, anatimiza. Lakini lile alilokuambia ndio hilo linalokukuta. Maana hakika Mungu hafanyi jambo bila kukujulisha watumishi wake. Unaweza usisikie sauti wewe mwenyewe, lakini kupitia watumishi wa Mungu, Mungu akasema na wewe. Usiogope. Mungu anajua unayoyapitia, lakini anaelekea mafanikio yako. Shida umesahau Mungu alichokuambia. Shida umesahau uweza na ukuu wa Mungu juu ya maisha yako. Mungu ni mkuu, hana lengo la kukuangamiza. Ni njia ya kwenda nchi ya ahadi. Yeye kusudi lake, tabu unayoiona hujalengwa wewe.
amelengwa adui yako. Mungu anataka kujitukuza juu ya adui yako. Kwa hiyo unapoona tabu imekuja, Mungu anataka kujitukuza. Unapoona ugonjwa umekuja, wakati Mungu kwa kuahidia uzima, Mungu anataka kujitukuza kwamba hata kwa huo ugonjwa anaweza. Mungu anaweza katika hasara unaoipata. Anataka kufunulia wale wanaokujua imani yako ya kwamba Mungu wako ni mkuu. Anaweza kukushusha chini mpaka kwenye mavumbi na akakuinua kukitisha na wafalme. Amini neno alilokuambia Mungu. Amini neno. Maandiko yanasema neno lake ni kama mvua inayonyesha. Manake ni uhakika, akisema ni uhakika. Mungu akisema ni uhakika. Tena hana kigeugeu. Akisema, Mungu akisema anaijua lamani yake. Akisema naenda kumfufua Lazaro, haijalishi atamkuta Lazaro ana hali gani, haijalishi una hali gani, Mungu anakuja kukufufua. Wewe sio mauti, bali ni utukufu wa Mungu. Alichokisema Mungu atakitimiza. Mungu sio mwongo, acha kunungunika. Mungu atafanya. Usiogope. Maana wakati mwingine unaweza ukamwomba Mungu, majibu yakaja tofauti na unavyotarajia. Unaomba Mungu, mambo ndiyo yanazidi kuharibika. Usiogope. Angalia safari ya wana wa Israeli ni lamani ya safari ya kanisa. Walipokuwa wanaelekea mafanikio, ndivyo mambo yalivyokuwa yanaharibika. Wanakutana na bahari. Jeshi la Farao linawafuata. Mbele yao wanakutana na kiu. Wanakutana na nyoka wakali. Wanakutana na hawana chakula, lakini wanaenda nchi ya ahadi. Siku moja Yesu akawaambia wanafunzi, na tuvuke mpaka ng'ambo. Bwana asifiwe. Kwenye kile Injili ya Marko nafikiri mstari wa sura ya 4 mstari wa 35 mpaka 41. Naambia na tuvuke mpaka ng'ambo. Tunakwenda ng'ambo, haleluya. Unaenda ng'ambo ya maisha yetu, haleluya. Unaenda ng'ambo ya ndoa yako, tunavuka kwenda ng'ambo. Unaenda ng'ambo ya masomo, tunavuka kwenda ng'ambo. Unaenda ng'ambo ya ajira, navuka kwenda ng'ambo. Yesu akamwambia na tuvuke mpaka ng'ambo. Alafu akalala kwenye sheti, kwenye ile boti. Maandiko yanasema zoruba ikatokea. Wanafunzi wakaona wanaangamia, wakanungunika. Sema, Bwana, wewe uone shida tunaangamia? Yesu alipoamka akaukemea upepo ukatulia. Aliwauliza swali katika jambo alilolitarajia ndani yao. Ndicho alichokitarajia kwa Musa na wana wa Israeli pale kwenye bahari. Anasema, hamna imani bado. Imani yenu iko wapi? Mbona mnalia, mnakiri mauti? Mbona unakata tamaa? Imani yenu iko wapi? Alitarajia kwa muda ambao alikuwa amekaa na wanafunzi, ile dhoruba isingekuwa hofu kwao. Wangesema, ukizingatia tunaye Bwana mkubwa, Mungu yuko hapa. Mungu wa hafi. Mungu huyu tulishaye kuona anatembea juu ya maji. Na sisi tutaelea chombo kitazama, tutajikuta tuko ng'ambo ya pili. Na ukisoma maandiko mengine, hii safari baada ya muujiza ule walijikuta wako ng'ambo ya pili. Na Mungu ana uwezo wa kuwatoa hapo kwenda sehemu nyingine. Muulize Filipo kifika mbinguni. Alibebwa, kajikuta yuko ng'ambo ya pili. Yesu anauliza, hamna imani bado? Imani yenu iko wapi? Mbona mnalia? Mbona mnanungunika?
Tatizo hamjamsikiliza Mungu vizuri. Hamna muda wa kumsikiliza Mungu. Bila neno la Mungu hamna utakako kwenda. Ni mahangaiko. Ndio maana anasema msijisumbue. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Tafuta neno la Mungu kwanza. Tafuta nguvu ya Mungu kwanza. Neno ni dira. Neno ni taa linakuonyesha njia. Neno linakupa tumaini. Haleluya. Mwamsha aliyelala. Neno ni njia. Neno. Sikiliza neno. Walilala wale wa Misri. Musa anawaambia wamelala kama ulivyolala wewe. Utabaki na shida zako. Sikiliza neno la Mungu uokoke leo. Hatuingii kanisani na kutoka bila matumaini. Lazima tukutane na neno la kututoa kwenye tabu zetu.